Unajua yani unajiuliza why Mzize anakaa benchi anaanzia afu Dube ambaye alikuwa ni mgonjwa ameanza. Mimi naweza ngasema pale ilikuwa ni big mistake kutoka kwa Miludi Hamdi. Pamoja na kwamba Yanga wameshinda, lakini unaona kabisa fitness ya Dube katika mchezo wa siku ya leo ilikuwa iko chini. Ilikuwa ni surprise, lakini kitu kizuri ni baada ya Mwalimu Hamdi kugundua kwamba huyu mchezaji ambaye ameanza katika kikosi cha siku ya leo hayupo sawa. Kwa kipindi cha pili toka akamwanzisha, akamrudisha Mzize. Lakini narudi kwa Simba sasa. Kibu Dennis, hizi ni mechi zake, hasa mechi za dabi. Lakini ameanza Joshua Mutale. Hizi ni approach mbili ambazo zinafanana kutoka kwa walimu wa timu zote mbili tofauti. Wewe unafikiri ni kitu gani ambacho walikifikiria kuelekea mchezo wa siku? Well, mimi nilikuwepo uwanjani Rich, na mimi ni miongoni mwa watu pia ambao kabla ya kikosi kutoka nilikuwa surprised kutoka kumuona Mzize. Lakini nilikuja kumuelewa Mirudi kwa nini kafanya vile. Watu wengi, naamini hata kocha Fadlu Davis alikuwa anajua kwamba Mzize ni wa moto. Mzize ni hashikiki nowadays, na moja kati ya mipango ambayo ilikuwa anaiandaa ni kuangalia namna gani anaenda kukabiliana na huyo mtu, ukizingatia kutoka ripoti ya mwisho kwamba Dube atakuwepo au hatakuwepo. Kwa hiyo maana yake kama yuko injury, unaelewa hakuna coach atatake risk kumchezesha yeye. Kwa hiyo unaandaa program ya kuhakikisha kwamba unamalizana na nani, na Clement ambaye ataanza. Then Mirudi nakuja, nahitaji wewe ukaanze pale. Nataka nikaone intensity ya mechi. Opponent wangu ana uwezo wa kumaki wewe. Najua udhaifu wa Simba pia ni kwenye intensity. Utacheza dakika 45. Energy ya Mzize ni hatari. Utaingia second half. Tunajua udhaifu wa Simba uko wapi. Hawataweza kutuunlock, wataogopa kutushambulia sana kwa sababu wanajua sisi ni hatari kwenye transition. Kwa hiyo nataka kwenda kuangalia Dube ndani ya dakika 45 unaweza kufanya kitu. Ikishindikana nitamuingiza mshambuliaji ambaye najua ana energy kweli. Wachezaji wakiwa wanachoka, utaenda kupambana nao na utawapa kitu kikubwa, mwisho siku unaweza kupata kitu. Then done. Alichokuwa na kiplani kimekuja kusucceed, kwa sababu nilikuwa najaribu kuuliza pale nikiwa uwanjani kwa nini mwalimu aliopti hivi. Then nikapata hayo majibu nikiwa pale uwanjani. Kwa hiyo kwa namna yake alifanikiwa, lakini kwa dakika 45 ukiwa unaangalia mpira unaona kama kocha alikuwa amefeli, kwa sababu kuna vitu Dube alikuwa havifanyi, na ilikuwa inakuonyesha kwamba yuko sawa. And then mtu mwingine ambaye leo hakuwa sawa kabisa, na tulitoka kuzungumza asubuhi na wewe ndio uliuliza swali, Maxim pia Nzingeli. Ni mchezaji mzuri, lakini there is a moment anafanya big mistake. Leo kapoteza mipira. I was there bro. Naangalia namna ambavyo anarisivu mpira, sema mbona anatakiwa kuachia, anajaribu kupiga. Hakuwa vile, alikuwa anawachelewesha wenzake pia. Hata kwenye dakika 20 za mwanzo 15 zile Pacome hakuwa sawa, kama mlikuwa mnafuatilia. Alikuwa anapoteza mpira na kana mpira sana. It is like walikuwa wanacheza tennis vile. Yaani kwamba anahitaji kucheza mimi peke yangu. Lakini then baadaye alikuja kurudi kwenye mfumo, wakacontrol game kuanzia dakika 25 kwenda mbele, wakarudi kwenye ile Yanga ambayo watu wanaifahamu. Kwa hiyo all in all mwalimu tunakuja kumsifu pale anapofanikiwa. Kama akifeli tungekuwa tunaimba zaidi, lakini approach ya kumwanzisha Dube, concept yake ilikuwa ni hiyo, na baadaye kweli alikuja kufanikiwa. Baada ya kumtoa Dube akaja yule mshambuliaji ambaye yuko kwenye peak sasa hivi, unaelewa. Kwa upande wa Yanga Mirudi alikuwa yuko superb na alifanikiwa. Pengine kitu pekee ambacho watu wanaweza kaja kumhoji kwamba timu yake leo imetengeneza nafasi nyingi sana, lakini finishing haikuwa sawa. Kuna mipira ilikuwa inadondoka katikati ya kiungo pale, ulikuwa unatamani kupatikana na mshambuliaji, kiungo mshambuliaji mithili kama ya Stefan Aziski ambaye ana huo uthubutu wa kupiga. Nadhani mlikuwa mnafuatilia. Vipi tena? Nilipaliwa kaka. Pole. Kumlazi. Kwa hiyo ulikuwa unatarajia kuona kwamba ile mipira ambayo inadondoka watu wanafanyaje? Wana score, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo unaelewa moja kwa moja katika moja changamoto pia wanahitaji kupata replacement ya mchezaji kama alivyokuwa Stefan Aziski ambaye ana risk take akiwa kwenye eneo la kiungo. Unaelewa? But on another side upande wa Simba tunafahamu kaka, current of course unaweza kaelewa kwamba Kibu Dennis ni mechi zake za dabi, ndio? Lakini hivi karibuni Mutale amekuwa bora akiwa na mpira uwanjani. Impact yake ni kubwa kuliko Kibu Dennis. Kibu Dennis ndio yule mchezaji ambaye tunasema bwana amekuwa na kasi zaidi, ana nguvu, energy. Wakati mwingine tunahitaji creativity end product yako, kitu ambacho yeye hana. To be honest, kwenye end product na creativity Mutale yuko far better kuliko nani? Kuliko Kibu. Kwa hiyo alihitaji kuanza na Mutale, aone namna gani vile vitu ambavyo alikuwa anafanya kwenye CAF Confederation anaweza kukop kwenda kuvifanya kwenye dabi, kwa sababu ni mechi kubwa, ni mechi ambayo kila
kila mchezaji anatakiwa kuonyesha ukubwa wake, yeye nini anaweza kufanya mbele ya mashabiki. Unaelewa? Bahati isipokuwa bahati, wachezaji wa Simba leo wamecheza kawaida. Unaelewa? Yani wakina Kagoma ambao tunakuwa tunatarajia, unaona kabisa ndo umegundua tofauti. Tukiwa tunazungumzia, mimi watu huwa wanielewi nikiwa nazungumzia IQ ya mpira, game intelligence, uwezo wa kutafsiri maeneo, kuskani, au hicho ni kitu ambacho anakupa. Na leo nilikuwa nazungumza hapa kwenye Crown Sport nikiwa nafanya analysis kwamba kwenye eneo la kiungo, wale wachezaji wanaocheza kwenye eneo la kiungo la Yanga ni viungo hatari kuliko wanaocheza Simba. Nikawa sieleweki lichi. I think leo watu wameona Aucho ambaye energy yake na umri wake umeenda, alikuwa anamuonyesha Kagoma namna ya kucheza. Tunakubaliana ndani kwamba Kagoma ni mchezaji mzuri ambaye anakuja, lakini tactical awareness yake ni ndogo kumlinganisha na nani, na Khalid Aucho. Yani namna kwamba okay, mimi ni kiungo sasa hivi, timu ipo kwenye pressure. Shehe, kiungo sasa hivi ukiwa chini, tulikuwa tunamjadili Busquets juzi hapa, sio tu kubutua mipira, unatakiwa muda mwingine mashambulizi yaanzie kwenye mguu wako. Unaelewa? Ndio mpira sasa hivi unacheza hivyo. Kwa hiyo ukiwa ni kiungo ambaye uko tu more aggressive, unafanya interception, pengine ukishapata mpira then nini tunatakiwa kufanya? Unatakiwa support mashambulizi yaanzie kwenye eneo lako, kitu ambacho pia leo hakikuonekana. Jean Charles Ahoua hajafanya vile vitu ambavyo tulikuwa tunatarajia. Yes, watu wamepata majibu. Nilikuwa juzi niliandika kuhusiana na Mwenda. Wakawa wananiambia ni beki wa kawaida, tunasubiri akutane na Mpanzu. Then what? Kuna muda nilikuwa nauliza Mpanzu yuko wapi? Handiawozea. Yani napiga simu nauliza huko kwenye TV mnamuona Mpanzu? You understand? Kwa tuliona kwenye tukio moja alipiga shoot ile likagonga mwamba. Mpira ni dakika 90 kama. Hizo dakika nyingine zote alikuwa wapi? Na unaelewa, ndio maana mimi nawaambiaga watu. Unajua bro, I don't know kama watu wao wanatuelewa wakati mwingine. Shehe, kwenye inchi Yanga wana defender bora kaka. Sijui unaelewa? Ulikuwa unaona leo backline ya Simba namna ambavyo inachukuliwa kizembe. Yaani mtu anakuja, kuna Mudasiru alifanya kitu cha hatari dakika za mwanzoni kule, na akapenetrate akaenda akaimwaga ndani, lakini kawa iko goli. Shehe, pale nyuma Dickson Job na Baka wanafanya fantastic job. Okay.